Imeelezwa kuwa maisha ya kumsifu Mungu na kumwabudu ni muhimu kwa Wakristo, kwani huwasogeza karibu na uwepo wake. Hayo yamesemwa na mnenaji wa neno la Mungu, mwinjilisti Francis Yambi, alipokuwa kwenye kongamano la kusifu na kuabudu lililoandaliwa na idara ya uinjilisti na utume kanisa Anglican Diocese ya Tanga na kufanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Mikeli Korogwe, likiwa na ujumbe wa kuzingatia wakati katika kutimiza kusudi la Mungu. Kusifu na kuabudu ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu husogeza uwepo wa Mungu karibu naye, lakini vile vile humleta Mungu katika mahusiano yake na yako wewe na yake. Kwa hiyo kwenye kusifu na kuabudu tunaamini kabisa Mungu hushuka, kwa sababu ndiyo nafasi yake. Mungu anataka kusifiwa, Mungu anataka kuabudiwa, Mungu anataka kutukuzwa. Kwa mfano wewe mwenyewe pia inawezekana ukisifiwa kuna hali fulani unapokea katikati yako, lakini watu wanapokushusha nawe unapungukiwa. Hata shetani wakati mwingine ilifika wakati akataka kumwambia Yesu Kristo kwamba amwabudu ndio aweze kumpa vitu vyote, lakini kwa sababu Yesu tunayemwabudu sasa anaelewa kile anachokifanya, yuko katika wakati, yuko katika majira, ndio maana akasema hakika ya kwamba vyote ulivyo navyo hivi ni vya kwetu, vyote hivi ni vya Bwana, kwa hiyo hakuna ambalo litaweza kumsumbua. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki akiwemo Edward Msumari na Beatrice Kiondo wamesema wamejifunza mengi kuhusu kuzingatia wakati, kwani shetani naye hutumia kuvuruga kusudi la Mungu kwa watu wake, huku Florence Mkopi akiwasihi Wakristo kushiriki makongamano kama hayo kwa sababu wengi hufunguliwa katika maisha yao. Kwa sababu kila mtu ambaye Mungu amemweka hapa duniani ana huduma ambayo ameweka ndani yake. Wakati unapokaribia wa kufanya ile huduma ambayo Mungu amekuitia, usipoifanya kwa nguvu, kwa moyo, kwa akili na kwa mali zako zote, maana yake upo wakati utapita na utakuwa hujafanya hiyo huduma, na hatimaye utakwenda kuulizwa mbele za Mungu. Shetani anatumia njia hiyo ya kutumia huo wakati kukupotezea kusudi aliloliweka Mungu kwenye maisha yako. Kwa majina naitwa Beatrice Kiondo. Ni muhimu kuzingatia wakati wa Mungu, kwa sababu katika maisha yetu kuna nyakati tofauti tofauti tutazipitia. Kwa hiyo angali tupo hai, inabidi yatupasa tufanye yale mambo ambayo Mungu anatupendeza nayo, tukizingatia sheria na kanuni za Mungu vile ambavyo Mungu anatuelekeza. Naitwa Florence Mkopi. Ningependa sana kushauri kwa wale ambao inawezekana walisikia lakini kwa sababu mbalimbali walishindwa kuja, basi ninawashauri wakati mwingine waweze kupata nafasi hii kushiriki makongamano haya, yanatuinua kiroho. Kwa hiyo kipekee ninamshukuru sana kwa ajili ya kongamano hili, maana hata na mimi pia ni mmoja wapo. Kuna kitu nimepata ndani yake, nimeinuka, nimeinuliwa na huduma yangu itasonga mbele. Amina. Naye mratibu wa idara ya utume na uinjilisti kanisa Anglican Diocese ya Tanga, mchungaji Michael Senhoba, akitaja kusudi la kuandaa kongamano hilo, pia amesema yanawajenga watu kiroho pamoja na kimwili. Ni muda mrefu tunakuwa na kongamano kubwa kama hili, na jambo hili ambalo limetupelekea sisi kama idara na kama taa tuandae kongamano ambalo litahusisha waumini, wana fellowship, baadhi pamoja na waimbaji kwa zetu mbalimbali. Kubwa kongamano haya yanamjenga mtu kiroho na kimwili pia. Kwa imani yangu neno la uzima likipita katikati yetu litatuimarisha, litaibua watu na kuona thamani ya kumtumikia Mungu wao wanamtumikia. Bali na kusifu na kuabudu, kongamano hilo limewajumuisha waumini na vikundi mbalimbali vya uimbaji, pia limeambatana na maombi na maombezi. Kutoka katika viwanja hivi vya kanisa kuu la Anglican Diocese ya Tanga la Mtakatifu Mikeli na malaika wote lililopo hapa Old Korogwe, mimi ni Martin Mhina.